Nachukua fursa hii kwanza kipekee kuwashukuru THRDC kwa kunipa heshima hii kusimama hapa ili niweze kuzungumza machache kwa ajili ya kufungua programu hii ambayo ni programu ya kifahari, sio programu ndogo, ni programu ya kifahari. Lakini siku moja niliwaambia watu kwamba utetezi au shughuli za utetezi wa haki za binadamu ni vita ya makaratasi, ni vita ya kisheria, ni vita ya kitaaluma, ni vita ya kikatiba. Kwa hiyo ninyi ni wapiganaji wa mstari wa mbele kabisa katika ulinzi wa katiba ya nchi yetu. Kwa hiyo tunapoingia na kufikiria kuhusu dhana hii ya utetezi wa haki za binadamu, sio kazi ndogo. Kama ni vita, wewe ni ule askari wa lile kombora la kutungua ndege. Lina raha sana linapofiatuka ukaikuta ile ndege ya adui na kuisambaratisha. Unapoikosa na yule rubani akakuona ulipo, uliza uchungu na maumivu ya kulishika hilo kombora. Maana yangu nini? Kazi hii ni ya kujikana. Ni kazi yako mwenyewe. Sio kazi inayohitaji ufuate, kwa sababu mara zote utaonekana ni mtu tofauti kijijini kwenu, tofauti mtaani kwenu, tofauti kwenye jamii uliopo. Hata wale wanaokushangilia asubuhi watakulaani jioni. Usiachi. Endelea kufanya. Kazi hii ni wito na unawajibika kwa Mungu. Kwa hiyo hamuingii kwenye kazi nyepesi. Tunaposema utetezi wa haki za binadamu, sio jambo jepesi kama linavyotamkika, ni jambo zito. Sema tu wakati wote wanazungumza, sijaona hata mmoja anayetetea haki za sisi wanaume wa kina baba. Kwa kweli tuliangalie na sisi tunahitaji watu wa kututetea kwa kweli dhidi ya watetezi wengine, kwa sababu sasa tuko kwenye dunia hii, nani anatuwakilisha na kutupigia kelele? Tusione kwamba wanaume hawahitaji. Ni eneo linalohitaji utetezi. Kimsingi najua mnatetea, lakini alipendezi vizuri ukiliweka. Yaani kwa sababu kuna mfumo, napenda kuambia watu wanapenda kutumia hata maneno mabaya. Wengine wanasema mfumo dume. Alikuwa akizungumza Beijing, mfumo dume. Sasa mimi nasema siku zote ni mfumo mbaya. Hakunaga mfumo dume. Mwanaume ni mtu mwema sana. Ni watu tu wanafanya deceptive ya kutokumuelewa vizuri. Hata ukiangalia mwanaume ni mtu pekee. Hata wakati wa uumbaji, kwa sisi tunaoamini katika Biblia, alifurahi vile vile alipomuona mwanamke, akasema huyu ni nyama kati ya nyama zangu na mifupa kati ya mifupa yangu. Maana yake ule ni mtu ambaye sio mbinafsi. Kwa hiyo kwa kutokuwa kwake binafsi, mara nyingi mwanaume anasahaulika. Ndio utakuta mtoto wa kike anatamkwa sana. Hata ule wa kiume ni mtoto. Tukimwacha tutakuwa na taifa lenye upungufu wa watoto wa kiume, ambao baadaye tutakuwa na upungufu wa kina baba, kwa sababu ni process. Kwa hiyo tuna wajibu mkubwa. Nyinyi ni mdomo na sauti za wasio na sauti. Nyinyi ni macho ya wasio na macho. Nyinyi ni nuru katika utetezi wa haki penye giza la dhuluma. Kwa hiyo mna wajibu mkubwa. Kwa sababu ukiisoma katiba yetu kuanzia ibara ya 26, sana kuanzia ibara ya 12 mpaka 29, utaiona imezungumza vizuri sana kuhusu masuala ya haki za binadamu. Na ukisoma ibara ya 26 haswa ya katiba, ndio inatupa, ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ndio inaotupa jukumu kubwa sisi kama watetezi wa haki za binadamu, kuona wajibu ule wa kwetu sio tu wa kisheria, ni wajibu wa kikatiba. Tanzania imeridhia mikataba mingi, karibu yote mikubwa inayohusiana na haki za binadamu, isipokuwa michache tu. Kwa hiyo
kuzitambua tumezitambua. Changamoto iko katika kuziweka katika utekelezaji ili ziwe sheria. Kwa sababu sisi tuna mfumo wa sura mbili wa kisheria, kwa hiyo lazima zile sheria zije zitungiwe, mikataba ya kimataifa itungiwe sheria nyingine ili kuweza kutambulika. Nadhani kwa mbali sana sheria ya mtoto ndio ilijaribu kama kudomesticate hivi kidogo, kwa mbali sana ukiangalia. Kwa hiyo tuna wajibu mkubwa wa kushawishi, na katika kushawishi hapa ndipo changamoto inapokuja. Wengi wanafikiri kushawishi ni lazima ubebe mawe na magongo kwenda kupiga mkuu wa wilaya, piga mkuu wa mkoa, kucha mawe kwenye gari. Kushawishi ni kuengage with purpose, yani mfanye mtu akuelewe huduma unayoifanya bila kupoteza, yani bila kucompromise principle, bila kupoteza kanuni na misingi ya uadilifu na adili katika shirika lako. Kule chini ndiko kwenye matatizo makubwa kwa wakuu wa wilaya, wenye vitu wa vijiji, na wale ndio wanauza ardhi za watu bila kufuata utaratibu. Unakwenda kule baraza la kata, watu wanapewa nyumba za wajane na yatima bila kufuata utaratibu mzuri. Kwa kule chini ndio kwenye tatizo. Lakini tukiwa engage vizuri, wakatuelewa kwamba huyu hapa agombani na mimi, anagombana na hili, tukitumia mbinu njema, kwanza lazima ujitambue, ujue ni kipi unachokisimamia, kipi ambacho uko tayari kukipoteza kwa ajili ya kumfanya mwenzako akielewe, na kipi ambacho hutakipoteza asilani kwa sababu ndio msingi wa taasisi yako. Ukishajua hapo, una haja ya hofu. Lazima tuengage, tushuke chini, tuzungumze, tuwafikie wafanya maamuzi, kwa sababu moja ya majukumu yako sio tu kutetea watu, lakini vile vile kutetea na kushawishi mifumo ya haki, mifumo ya kisheria, mifumo ya kisera, mifumo ya kiuchumi isaidie kucomplement jitihada unazozifanya. Kwa sababu kuna haki za kiuchumi wengi hatuzizungumzi, tunafikiri sio haki za binadamu. Hatufikiri kwamba ni haki halmashauri kukaa na kutafakari, sisi ni halmashauri ya wafugaji, mahitaji specific ya wafugaji ni yapi? Sisi ni halmashauri ya wakulima, mahitaji specific ya wakulima ni wapi? Yameingiaje kwenye bajeti? Mara ngapi tunahoji hayo maeneo? Kwa sababu hata kama katiba hairuhusu, inasema, ukiangalia ibara ya 9 ndio inayoweka msingi wa namna maamuzi yanavyotakiwa kufanyika, yawe kwa tija na maslahi ya wananchi. Kwa hiyo nyinyi mna wajibu mkubwa wa kufanya, na ninawashukuru na kuwapongeza THRDC kwa kujaribu kuwaleta pamoja, kwa sababu mnapokuwa pamoja inawasaidia kutiana moyo. Kwa sababu kwenye kazi hii kuna wakati utakanyaga vidole vya watu, na unaweza kukanyaga sehemu yenye maumivu, na kupitia maumivu yale rungu likashuka juu ya kichwa chako. Lazima hapo mwenzako akusaidia kushika lile rungu lisishuke kwa uzito. Kuna wakati utapongezwa, kuna wakati utakata tamaa, kuna wakati utajisikia mkiwa, na yote yatafanywa na wale. Yaani wale wanaokushangilia Jumatatu watakulaani Jumanne, watakutisha Jumatano na kukuunga mkono Alhamisi, na Jumamosi watakuja kukupa faraja kwenye kilio chako. Kwa hiyo tuelewe kwamba jukumu letu ni takatifu, ni jukumu linalohitaji ustahimilivu na kuweka mbali ubinafsi na uoga. Yaani uoga uko wa namna mbili, sio tu kuogopa kumface yule mtu, kumwambia ukweli, lakini kuogopa kuengage. Yaani mnafikiri kwamba lazima upambane tu uonekane ukipambana. Hapana, ikiona inafaa engage. Mfikie mtu, zungumza naye, hili na hili ndilo tunalolipigia kelele, linatuumiza wananchi, hatulitaki kwenye eneo letu. Sio udhaifu. Na akikuelewa nawe muelewe, alafu kubalianeni namna ya kwenda.
mazungumzo na kelele za kiragbishi hazifikii. Weka msimamo, shawishi kwa mujibu wa sheria, sio kosa, ili kuhakikisha haki zote unazitumia ili kuweza kufikia malengo, kwa sababu ni haki za kikatiba, haki za kisheria ambazo na zinatambulika kitaifa na kimataifa. Kwa hiyo katika kufungua, niwatakie mafunzo mema na niwaombe muwe wasikivu, mtapata experience nzuri, kwa sababu mimi mwenyewe ni mnufaika wa THRDC. Mimi nimewahi kubanwa kidogo na vikoleo mahali, unabanwa kweli kweli, unashindwa kupumua. Sio kazi rahisi. Kulala uwezi, kuamka uwezi, kukimbia uwezi, lazima uwajibike. Lakini THRDC ni moja ya taasisi ambayo mimi kwangu huwa, na hata kama labda nikukosea sasa kutoa siri, mimi nasema tu kwamba they did the best. Katika watu walionisupport na kuona ninasimama, THRDC walifanya kazi yao kwa ukamilifu mkubwa, kufanya intervention katika mazingira yote ambayo mimi kwa kweli alikuwa ananipeleka. Kuna wakati Waswahili wanasema kukata pumzi. Nilikuwa nakata pumzi, lakini they come at the rescue na wakafanya wajibu wao. Kwa hiyo nawatia moyo kwamba mko kwenye mtandao sahihi, wenye watu sahihi wanaoijua kazi yao na wabobevu. Wekeni sikio, sikilizaneni, lakini jueni umoja wenu ni nguvu yenu. Na tunapokuwa na sauti ya umoja, nguvu ya kimtandao, tunakuwa na nguvu ya kiushawishi. Mungu awabariki sana, na ninatamka kufunguliwa rasmi kwa mafunzo haya. Asante.